Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majina kawaida mimi wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Mimi naitwa Wellington Ouma. Wellington Ouma. Muislamu, Kristo? I'm a Christian. You are Christian. Asante sana. Leo ungekuwa na swali ungependa kutuuliza ama ungetupa chance pia na sisi tukuguze kwa maswali mawili? Yes, I have some questions to ask you guys. Do you believe in the Sabbath? Do we believe in the Sabbath? Yes, Sabbath day. Sabbath day. Yes. Sabbath day we believe in it like this one. Qur'ani 16 Surah Nahl 124. Hata nilikuwa nataka kuanza na hiyo 16:124 Qur'an. Ndio unaona sasa wewe hukutoa, mimi ndio nimetoa. Kwa sababu mmeniuliza kama tunaamini katika hiyo. Sikiliza inasemaje? Uzo Sabbath. Pole. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika adhabu ya kuvunja taadhima ya Jumamosi. Sikiza, tunaambiwa adhabu ya kuvunja taadhima ya Jumamosi iliwekwa juu ya wale walioختلفiana kwa ajili ya hiyo Jumamosi. Iliwekwa juu ya wale walikuwa na hitirafu, those who have doubt on it. Na kwa yakini Mola wako atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakihitirafiana. Mungu ndio atawahukumu wale waliokuwa wanashika hii sabato siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakihitirafiana. Sisi tunaamini kabla kulikuwako watu ambao walikuwa wamepewa, lakini walikuwa certain people na walikuwa wanaishi kando ya bahari 763 Qur'ani. Mwenyezi Mungu anatueleza those people were certain people ambao walikuwa wanakaa kando ya bahari, ndio walikuwa wameambiwa waishike siku ya sabato. Not all people. Wewe hujaamrishwa usike sabato. Walikuwa ni certain people ambao walikuwa wanakaa kando ya bahari na kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Hebu wasikie tunaambiwaje? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Tena huo mji tunaambiwa ulikuwa kando ya bahari. So hata wale walikuwa ni wavuvi. Na wewe useme kwa sababu ni umma ati unaishi pale Kisumu kando ya bahari, hapana, sio wewe. Sikiza habari. Watu wa mji huo. Sasa watu wa huo mji walipokuwa wakivunja sheria Jumamosi, kazi yao ilikuwa wanavunja sheria ya Jumamosi ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Kwanza walikuwa wameamrishwa wasifanye kazi katika siku ya sabato. Wafanye ibada tu. So ilikuwa wafanye ibada lakini wasiingie katika kufanya kazi. Walikuwa siku ya sabato ikifinyika ni wafanye ibada lakini wasifanye kazi. Lakini walifanya na kazi yao ilikuwa uvuvi. So walikuwa ni wavuvi, wao kazi yao wanachomoa masamaki kutoka kwa bahari. Samaki wao walipowajia juu siku za Jumamosi zao na siku isiyokuwa ya Jumamosi wako wakiwajia hivyo, basi namna hivyo tuliwatia mitihani kwa sababu ya kuasi kwao. Na kumbusha wakati baadhi ya watu katika hao wao waliposema kuwaonya waliovunja heshima ya Jumamosi. Sikiza, wao wenyewe walifanyana dawa, wanawaonya wale waliovunja siku ya Jumamosi kwa kuvua na aliyakuwa wamekatazwa waliposema pana faida gani kuwaonya watu ambao Mwenyezi Mungu atawaua au atawaadhibu kwa adhabu kali papa hapa. Asante. So sisi tunaamini Jumamosi ilikuwa na ilikuwa ikifanya hivyo, na hata saa hizi kuna Jumamosi yaumul sabt, ni Jumamosi ambao tunaenda kufanya ibada mara 5 kwa msikiti kisha tunaenda shughuli zetu, lakini sisi hatukupewa hukumu kama hawa. Hao walikuwa wameamrishwa wasifanye kazi, lakini sisi tunafanya kazi siku ya Jumamosi na siku ya Ijumaa tunafanya kazi, siku zote tunafanya kazi. Ndio tunasema Uislamu ni neema kubwa sana. Asante sana. Ungesema pia Qur'an 447 447 Qur'an 447. I think 447 hakuna shida. Yaani usafika kwenyewe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende kazi. Nyinyi kitabu. Aminini tuliyoteremsha yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni kama au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu walioharifu utukufu wa Jumamosi.
na amri ya Mwenyezi Mungu lazima ikufanywa. Someone pia 154. 154. The same. The same 4154. Si ndio hiyo? Haya 4154. Safiri hizo nyanja. Twende kazi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na tukaunyanyua mlima juu yao hao Mayahudi. Asante. Kwa kufanya agano nao la kufuata Taurati, na tuliwaambia liingieni lango la nchi ya Shamu hali ya kuwa kama mnaruku. Asante. Wakapinga. Na pia tukawaambia msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Jumamosi. Asante. Na tukachukua kwa ahadi iliyo madhubuti kwa mambo haya na mengineo, wala wasitimize kabisa. Wayahudi walikataa kutimiza na wakaasi. Je, niko na swali. Leta. Swali langu ni hivi. Who are these people who are given the Sabbath? Wayahudi, rudia hapo asikie ni nani. Hiyo verse. Hata usiende verse nyingine. Iza. Na tukaunyanyua mlima juu yao hao Mayahudi. Na tukanyanyua mlima kwa hao Mayahudi. Hao Mayahudi walipewa nini? Sikiza habari. Kwa kufanya agano nao. Sikiza, Mungu alifanya agano na Mayahudi, si watu wote, the Jews. La kufuata Taurati. Kwanza Mungu alifanya agano na Mayahudi ya kufuata Taurati. Taurati haikuwa kitabu cha watu wote, ilikuwa kitabu cha Mayahudi. Na tuliwaambia, na tukawaambia hawa Mayahudi, si watu wote, tukawaambia hawa Mayahudi fanyeni, liingieni lango la nchi ya Shamu hali ya kuinama kama mnaruku. Sikiza, Mayahudi ndio waliambiwa waingie katika lango la Shamu, sio sisi wanadamu wote. Malizia. Wakapinga. Kwanza Mayahudi wakapinga. Malizia. Na pia tukawaambia, na pia tuliwaambia hawa Mayahudi msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Jumamosi. So ni Mayahudi ndio waliambiwa mambo ya Sabato, sio kila mtu. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Na ndio unaona hata zile vitabu vilikuja, kwa mfano Taurati iliwahusu Wayahudi, haikuwahusu watu wote. Hii kitabu ilipokuja ya Injili haikuwahusu watu wote, iliwahusu Wayahudi. Lakini ilipokuja Qur'ani, ndio Qur'ani ikaitwa huda linas, ni mwongozo kwa ajili ya watu wote. Sasa Qur'ani haikuja kuwahusu Waarabu peke yao. Qur'ani inafanywa ni huda linas kwa ajili ya watu wote. Lakini Wayahudi walikuwa na vitabu vyao na wamewekewa maalum masheria, wakayavunja. Asante sana. Is there anywhere in the Quran which actually says that, which mentions Africans to be Muslims? Asante sana. Je, katika Qur'ani kuna mahali ambayo inataja Waafrika kuwa Waislamu? Sarasini Qur'ani. Vizuri sana. Tena vizuri sana, sikiza habari. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Sikiza, ndio umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Kagua kama mchungaji nao unajua anatumanga ma message hapa. Maliza tu vizuri. Rudia ndio asikie vizuri. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Sikiza, ndio umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Maadamu wewe ni mtu, uwe Afrika, uwe Arabuni, uwe Israeli, ndio umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Dini gani hiyo Mungu ameumbia watu? Yaani dini hii ya Kiislamu. So dini ya Uislamu ndio umbile la mwanadamu yoyote, Mwafrika, Mzungu, Muhindi, Muisraeli, wote wamewekwa katika umbile la Kiislamu. Ndio unaona Afrika tunaingia pale. Mungu hajasema hii umbile ya Uislamu ni ya Waarabu, hapana, ni ya watu wote. Yaani haijawekwa specific ya hawa, no, imewekwa human race. Tukaambia kuna mbora alikuwa katika. Unaona? Na tukawaambia nini? 49:13 Qur'an. Tumweke vizuri asikie. Yaani Uislamu ndio dini ya kila mwanadamu. Na ndio unaona leo wewe ukisilimu, hakuna ati wewe ukienda msikitini ati utaambiwa wewe ni mweusi, hebu songa huko nyuma, hakuna. Wewe ukifika mbele unasimama pale pale. Wote tunawekwa level moja. Kwa nini? Aliye bora ni huyu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu,
Kwa hakika tumekumbeni nyote kwa yule mwanamume mmoja Adam na yule mwanamke mmoja Hawa, na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu, basi sio kumkejeliane. Hakika heshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mwenyezi Mungu zaidi katika nyinyi. Yani katika Uislamu the best of creation, ama mtu mzuri katika Uislamu ni yule anayemcha Mungu zaidi, sio from your tribe, hapana. So Uislamu ni dini ya watu wote, na ndio unaona wewe ukiwa Muislamu, mimi Muislamu, Muhindi Muislamu, Mwarabu Muislamu, Mchina Muislamu, wote mnakaa katika nini moja. Unaona Hakuna ati huyu ni bora kuliko mwingine. Unanielewa I have also a question. When did Uislamu ulianza lini? Uislamu ulianza lini? Swali nzuri sana. Uislamu ulianza lini? Uislamu katika kuanza 22 kwanza 78 Qur'ani. Alafu tuteremke vizuri. Alafu niambia Ali anitolee Qur'ani nyingine moja hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Naipigieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umo ulio bora. Sikiza vizuri. Mwenyezi Mungu ametuchagua tuwe the best generation. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Sikiza, Uislamu ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii mumeitwa jina hilo. Yani Uislamu umeanza na mwanadamu wa kwanza ambaye Nabii Adam amepewa na Mungu Uislamu. So Adam was a Muslim. Uislamu ni kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Qur'ani 2:213. Tumpatie vitu. Tunakupa vitu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Pole pole. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Sikiza vizuri. Watu wote walikuwa dini moja ya haki, one religion, ambao ni ya ukweli aliyokuja nayo Nabii Adam. Dini ya haki. 3:19, hiyo dini alikuja nayo Adam ni gani? Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ndio alikuja nayo Nabii Adam. Kidogo irekebisha inshallah. Adam Muislamu wa kwanza, na ndio sisi Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuwe Waislamu. That's why tunakutangazia na pia na wewe ujiunge uwe Muislamu. Na kuwa Muislamu sio maneno mengi, ni kusema Nyasaya chelkende, Mungu ni mmoja peke yake ambaye hana mtoto, na unakubali Muhammad wa Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Donje Islam lidin mabel. No, very simple, haina uzito. Uislamu ndio the best religion, na tena Uislamu is the simplest religion, yani nyepesi kabisa kuwa Muislamu, haina uzito. Any other question? Niko na swali lingine. Swali langu ni la kwamba Mungu aliumba Adamu na Hawa kabisa. Je, watu wote wametoka wapi? Watu wote wametoka wapi? Sisi watu wote kila mtu ametoka wapi? Tumetoka hapa 49:13 Qur'ani. Anauliza Mungu ameumba Adam na Hawa, sisi wengine tumetoka wapi? 49:13 Qur'ani. Sikia na sisi tumetoka wapi? Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote. Kumbe watu wote wameumbwa na Mungu. So sisi wote tumetoka kwa Mungu, ni viumbe wa Mungu. Lakini tulipita wapi? Kwa sababu Mungu aliumba Adam na Hawa. Tumekumbeni nyinyi nyote kwa yule mwanamume mmoja Adam. Yani tumeumbwa kutoka kwa Adam. Yani wanadamu wote wameumbwa kutoka kwa Adam. Tumetoka kwa mgongo wa Adam. Mungu alipotuumba katuweka katika hii mgongo ya Adam, tumetokana na Adam. Wakati Adam amezaa watoto wake, sisi tu miongoni mwa watoto wa Adam. Tumetokana na hiyo lineage ya Adam. Malizia. Na mwanamke mmoja Hawa. Na tumetoka na yule mwanamke mmoja Hawa. So the source ya wanadamu wameumbwa na Mungu, wametokana na Adam na Hawa kulingana na mpangilio wa Mungu.
So tukianza kurudi nyuma, zote tukirudi tutafika kwa Adam na Hawa. Ndio tumechomoka pale. Aliyetuumba kutoka pale ni Mwenyezi Mungu. Niko na swali. Leta. Ni vizuri mtu kuoa sistake? Ni vizuri mtu kuoa sistake? Tumeharamishiwa katika Qur'an. Kuoa sistako umeharamishiwa. Suratu Nisa. Na tulitoka wapi? Ama Adamu alizaa kila mtu. Saa hii tumeharamishiwa, lakini wakati wa Adam na Hawa walihalalishiwa kwa sababu ndio walikuwa wanadamu wa kwanza. Sasa wale wasichana wake walioana na wale vijana wa Adam. Lakini saa hii watu wamekuwa wengi, tumekatazwa kuoana brother na sister. Kwa nini? Kwa sababu tuko wengi. Sasa wewe utawaje sister yako wakati wasichana hata wanakosa mtu wa kuwaoa? Wasichana saa hii ni wengi, wakati huo hakuna binadamu wengine, wakati huo ni Adam na Hawa wamezaa watoto. Sasa wale watoto hakuna binadamu wengine duniani, wakahalalishiwa na Mwenyezi Mungu waoane brother na sister, wakaoana mapacha wa asubuhi na mapacha wa jioni, namna tunavyoelezwa katika hadithi, wakakubaliwa wawane. Baada ya hapo Mungu akaharamisha hakuna kuoa dadako, kwa sababu sasa hivi wasichana ni wengi. Hivi wewe sasa hivi unakimbizana na dadako umuoe wakati wanawake wamejaa humu? Unajua, kwanza umeleta hiyo, kuna kisa moja tulikuwa kusuruhisha, na hii sijui watu wataichukuliaje, na ni kitu sijui kama inatendeka ama ikwaje. Hapa kwa kijiji mahali tunaishi imetokea mfarakano kidogo. Mwanamke tumepata anachapa mamake. Watu wakakaa chini, wazee wakaitwa, mimi nikaenda pale tukakaa, kesi ikawekwa. Mbona wewe unachapa mamako? Mamake kumbe ameletwa na huyu msichana yake, ameita mamake akaja. Msichana ameolewa, sawa Sasa msichana alipoolewa akaita mamake. Na kumbe msichana na mamake hawajaachana mbali. Unajua ni watu wa siku hizi, unaona mama na msichana yake ni kama lika moja. Na nipata vizuri, hawajaachana kwa umri mrefu sana. Na mamake kumbe ana mimba. Na anakuwa anachapwa na mtoto wake, hatuna habari. Kumbe msichana ndio anaeleza kwamba alipoleta mamake, yeye msichana anatoka asubuhi anaenda kazi. Bwanake anatokanga saa 5. Sawa Ndio anaenda kazi. Kumbe alipoleta mamake amekaa kwa hiyo nyumba karibu mwaka 2. Sasa wakati amekaa pale, kumbe wakati huyu msichana anatoka anaenda kazi, naye bwana wasapendana na mamake. So huyu bwana ni kama ameoa mama na mtoto. So hata hii mimba ikasemekana ni ya huyu bwana. Subhanallah. Kesi sasa imekuwa ni nzito pale. Kesi ikawa nzito. Sasa huyu msichana amekuja kugundua baadaye, kumbe mamake wanalala na bwanake. Nakwambia kuna mambo machafu watu wanafanya hivi. Anamkandamiza mama mkwe, in short. Na ndio naona hata mtu akija afai kukaa sana hizi nyumba zetu huku. Unajua hizi nyumba zetu tena hazina adabu, ni nyumba kidogo sana, 10 by 10. So unakanjua utu nyumba twetu. Sijui kama unanielewa. Ni jambo ambalo limetendeka, ambalo ni jambo. Sasa hata tunashangaa huyu mtoto ambaye huyu mama atazaa, na watoto wamezaliwa na huyu msichana yake, wataitana aje wakati babao ni mmoja? Na huyu ni mama na mtoto, unaona? So hiyo imekatazwa kuoa mama za watu. Sikiza Qur'an nasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mmeharamishiwa kuoa mama zenu. Kwanza tumeharamishiwa kuoa mama zetu. Wezi oa mama yako, ni haramu. Na mamako ni mtu yoyote aliyelala na babako mzazi, anaingia katika mamako. Sio ule mama tu ati amekuzaa kutoka kwa tumbo yako. Hapana. Babako kama alikuwa na wake wawili, hata awe ule mke wa mwisho wa babako ni msichana, usiwahi mtamani, huyo ni mamako. Maadamu aliolewa na babako, huyo ni mamako. Na nielewa ni mamako. Na ukioa unapata laana wewe. Ati unaona ni mdogo unataka kuoa, ati babako amefariki, unasema ati na wewe utarithi. Wewe utapata laana, ule ni mamako. Maadamu waliolewa na babako, anaingia automatic ya mamako. Teremka. Na watoto wenu huwezi oa mtoto wako. Yaani wewe umezaa msichana tukaona ni mzuri ukasema acha basi na mimi niweze kukagua. Wewe ni laana kubwa sana. Huwezi oa mtoto wako. Malizia. Na dada zenu. Na dada yako huwezi muoa. Tumeharamishiwa kuoa dada yako. Sasa wewe ukiona dada yako ati analembeka usioe. Ni haramu. Na ndio unaona sisi Waislamu tunaambiwa watenganisheni watoto wanapofika umri fulani, unawatenganisha vijana na wasichana.
wasichana wanalala kando na vijana kando. Wakifika miaka 7 watenganisha miaka 7, kwa sababu wakilala pamoja wanaweza fanya machafu. Unawatenganisha, vijana walale huku, wasichana walale huku, kwa sababu hii dunia ndio hivyo. Wanaangalia hizi vitu vimekuja kwa mitandao, mauchafu mingi, wanaweza fanya madhambi. Wewe unaona msichana yako ana mimba, kuuliza ni ya nani? Ni ya kijana yako, utaanzia wapi? So imekatazwa, manake ni machafu. Kama huyo pia kaka akafanya machafu, kwa sababu huwezi oa ule mama wakati umeoa msichana yake, ni makosa. Na hata sio kumuoa, ni kuzini, anazini naye na mama naye akashika mimba. Sasa ni balaa. Hata kama ni wewe ulikuwa umeitwa, ungesuluhisha aje? Unajua hata mimi nilichanganyikiwa. Wewe ungesuluhishaje? Wewe ungesuluhishaje? Maana jambo limetokea, utasuluhishaje? Hiyo ni ngumu. Ni ngumu. Kuna mambo mazito. Unakaa hata wewe unasikia kichwa imekuuma, unachoka, unaenda kwanza. Na mama ukimuuliza, mama naye anasema mimi nimependa kijana. Mama anasema kijana nimempenda, ndio hata ninamzalia, nimembebea mimba. Msichana naye akisikia hivyo anapanda, sukari inapanda. Anasema huyu mama nitamaliza huyu. Na ni mama yake mzazi kabisa. Majani anakuja mbio mbio. Wewe, hii dunia ina mambo mengine mazito. Acha tu. Weka swali lingine. Hiyo imekatazwa hiyo. Uwezi oa dadako. Dadako imekatazwa. Swali lingine la kwamba Adamu alipewa bibi wangapi? Adamu alikuwa na mke mmoja, maanake aliumbwa Adam na akaumbiwa Hawa. Ni mmoja. Sawa. Mbona nyinyi hamwezi kuwa hivyo? Sisi hatuwezi kuwa hivyo kwa sababu kama uko na uwezo unaongeza. Kama huna uwezo ndio unakaa hivyo kama Adam. Unaona, kama huna uwezo. Adamu hakuwa na uwezo. Adamu alikuwa na uwezo wake ambao Mungu alikuwa amempa, lakini ujue wakati hiyo ndio chanzo mwanadamu anaanza kuumbwa. Unapata vizuri Ndio mwanadamu wa kwanza anaumbwa. So akawa ni Adam na Hawa. Sasa ungemwekea mwingine. Kuoa wake wawili kwanza ieleweke vizuri, si lazima. Sawa Lakini idadi ya wasichana ni wengi kuliko vijana. Enda katika maternity, mahali inazaliwa watoto, utaona idadi ya vijana ni wachache, lakini wasichana ni wengi. Wacha kuenda hata maternity, enda hapa kwa hizi nini zetu tunaitanga estate hapa kijiji. Sawa Enda kwa kijiji, angalia tu wakati watoto wanatoka shule, angalia idadi ya vijana na idadi ya wasichana. Wasichana ndio wengi. Alafu vijana ikifika umri mwingine, vijana wengi ukienda kwa jela ndio wamejazwa huko jela vijana. So vijana wanashikwa sana. Angalia hata Kenya prison ambao ziko. Prison ya wanawake ni ndogo. Prison ya wanaume ni nyingi, na ukiangalia idadi wanaume wamejaa kwa prison kuliko wanawake. Na vitani wanakufa. Enda vitani. Ukienda vitani vijana wanakufa kuliko wanawake. So wanawake, idadi ya wanawake bado iko juu. Na ndio unaona kuna wasichana wanajiita single mother. Sasa hawa single mother kuna watu wanakuja wanazini nao wanapata watoto kwa sababu hawapati watoto hivi hivi. Sasa badala ya zinaa, kama una uwezo ongeza kuliko kufanya zinaa. 4:3 Qur'an. Sio lazima kaka. Wewe kama unatosheka na moja, baki na hiyo kamoja. Lakini usione wivu mimi nikichukua wawili. Ni uwezo wangu. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnawapenda katika wanawake, maadamu mtawafanyia insafu wawili au watatu au wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oweni mmoja tu. Nasikia kama wewe huna uwezo, basi oa mmoja, anatosha huyo mmoja. Kama nguvu yako kidogo unaona ziko na kasoro, wewe oa mmoja. Na nguvu lazima uwe na nguvu ya kulisha na nguvu bado ya upande ule mwingine, kwa sababu ule dada hajatoka kwao kwa sababu ya chakula. Sije ukasema tu ni chakula unaleta. Unaona kuna kitu imemleta kule, lazima muwe kuna mechi zinachezwa. Unanipata vizuri kwa sababu kuleta mwanamke kwanza unaoa kwa nini? Hebu nieleze mbona uoe? Yani nyinyi wa Kristo mnaambiwa kwa nini mtu anaoa? It is your choice and actually it's for companionship. Yani companionship, yani uwe na rafiki tu wa kwenda naye. Like somebody to lean on and actually your helpmate, like mtu mnasaidiana na yeye. Yani wewe unaoa ndio msaidiane, ndio mnafunzwa katika Ukristo.
Na nimekuambia hivi, marriage is an optional thing in Christianity. So kuoa ni optional, ni yani ni kitu ya kujichagulia. Ni hiari yani. Alafu yani faida ya kuoa ni gani? Wakristo mnaambiwa unaoa kwa nini? Why do you marry? When you look at the Bible very well, marriage is supposed to represent the love which God has towards us. And So, actually you express it towards one another. So nyinyi mnaoa kwa sababu ya kupenda. You're not getting me. I'm saying it's actually to replicate the kind of love God has towards us, to one another. So mnaoa ili kupendana, kuonyeshana upendo wa Mungu venye anapenda watu. So hiyo ndio mnafunzwa. Sasa sisi tofauti, tunafunzwa kuoa. Sikiza, tunaleta binti kwa ajili ya nini? Yaani unaoa kwa ajili ya nini? 30 Swaturum, anza 20. Sikiza vitu bana. Wewe kuoa sio hivi hivi. Ati sio kupenda tu. Kuoa kuna mambo mengi. Raha duniani. Tena kuna raha nyingine hapa mtaipata. Sikiza 30 Swaturum, 20 nianzie. Sikiza, mbona sisi tunaoa? Tena tunaambiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na katika ishara zake ni kuonyesha uweza wake. Ni huku kukuumbeni kwa udongo, kisha mmekuwa watu mnaonea kila mahali. Na katika ishara zake za kuonyesha hisani zake juu yenu ni kuwa amekuumbieni wake zenu kwa jinsi yenu. Sikiza, tumeumbiwa wake zetu kwa jinsi. Rudia. Na katika ishara zake ni kuonyesha uweza wake. Ni huku kukuumbeni kwa udongo, kisha mmekuwa watu mnaonea kila mahali. Na katika ishara zake ni kuonyesha hisani juu yenu, ni kuwa amekuumbieni wake zenu kwa jinsi, katika jinsi yenu, ili mpate utulivu kwao. Kwanza sisi tunaoa tupate utulivu, sawa? Ukiona mtu ameoa na hajatulia, basi hajapata kifaa kizuri. Yaani ukiona mwanaume ameoa hatulii, bado anakimbia hivi, bado hajapata mke. Ukioa mwanamke unafaa utulie. Sikiza habari tena. Ujue hilo ni kombolo la kutoa machozi. Teremka baba. Anaenda kusema Mwenyezi Mungu mtukufu. Amekuumbieni wake zenu katika jinsi yenu, ili mpate utulivu kwao. Naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Sikiza tena, tukipata utulivu inaingia mapenzi tena na huruma, na hurumia dada zetu. Yaani mke wako unakuwa na huruma na yeye. Pata vizuri tena mapenzi yako pale. Lakini kwanza utulie. Yaani kutulia ni hivi, wakati unaingia nyumbani, mwanamke asikuanze na maneno. Yaani ukiingia na kuambia mume wangu umetoka wapi, pole kwa kazi, nini, anakukaribisha vizuri. Unasikia kama king. Ambana vizuri. Si ati ukiingia, wewe mwanaume aina gani? Masuruali mwanaume wewe. Hata akili saa korogeka bana. Unanipata vizuri? Hata kama ulikuwa umejiandaa leo nitapiga mechi, uwezani nayo. Kwa sababu tayari akili imekorogeka, na hiyo mambo inaanza kwa akili. Unajua nikisema mechi wewe mtu mzima unajua. Yaani maandalizi yanaanza mbali. Yaani utulie. Na ndio unasikia kila wanawake wako wengi, lakini sio kila mwanamke wa kuolewa. Kuna mwanamke msport hao wanasemanga sijui wife material. Sasa wife material ndio hao sasa. Pata vizuri, unatulia. Na ndio unaona kuna watu wanaridhika na mke mmoja kwa sababu alipata mwanamke akamtuliza. Hana kelele. Anatulia kabisa. Lakini kuna mtu ameoa mwanamke na kuambia hata mechi anacheza mwaka mara 2. Kelele kila wakati. Yaani hata hiyo story alimaliza. Leta swali lingine. And let me give you a fact. Like even if you Google now the ratio of men to women, it's actually almost the same. It's not the same. Rationing ya wanaume na wanawake haiwezi kuwa the same. Can you Google now? Sio mambo ya kugugo, tuko kijijini. Nakwambia mambo ya fact. Kijiji ni wanawake wangapi wako single? Kijiji yenye unaishi. You see, I was dealing with the data. Ndio nakuletea sasa. Single ready ni wengi hata nchi ya Kenya. Lakini wanaume wale wameoa, hata wengine wameoa wanawake 2 3, bado rationing itatosha. Kuna single ready wengi. So wewe wacha kuonea hawa dada zetu. Kama mwataki waleteni wasilimu tuwaoe. Watulie. Kwani unaogopa kuona mtu? Unajua kama wewe unaogopa, wewe wacha wengine wa nini? Kuna kiongozi mmoja amefariki hapa Western, nimemuona alikuwa sijui na 4 na watoto 38. Na alikuwa anakaa vizuri.
Sasa kama mtu ana uwezo usimuonee wivu. Kama wewe huna uwezo, wewe baki hivyo hivyo na kamoja kako. Tuleteni huko simu tujinafasi. Na nipata vizuri. So hii sio kitu ya kulazimishwa. Kuoa sio kulazimishwa. Mimi nafuata njia yenye Mungu, hata Mungu mwenyewe aliona ya kwamba Adamu, acha nimpe tu mtu kamoja tu hivyo. Asante. Wewe unaridhika na moja? Naam. Hutoki nje. Jinsi Mungu alisema. Hutoki nje. Naam. Kama hutoki nje iko sawa. Lakini mimi nashangaa wanawake wanaitwa single lady wana watoto. Wanatoanga wapi? Labda unaweza wauliza hiyo. Asante, nikiwapata nitawauliza, lakini mimi najua ni wewe tu unatembeanga huko. Kama sio wewe, jirani yako ndiye anatembea huko. Kwa sababu watu wangu watoto juu. Hii kitu tunajua. Unasema niko na moja hapa, kumbe uko na mwingine huko. Unakimbia usiku. Hiyo ndio inakatazwa katika Uislamu, kwa sababu hiyo inaingia katika zinaa. Ile inakubaliwa ni kwamba kama wewe umeona huwezani na mke mmoja, unaweza wawili, na unaweza kuwalisha na kuwavalisha na kuangalia mambo mengine, basi ongeza kuliko kwenda kuzini. Nyinyi mnasema mpango ya kando haifai katika Uislamu. Most of people are saying mpango ya kando. Si ni kweli? Okay. Ama hujasikia mpango ya kando? Hiyo nasikia. Ni makosa. Sasa badala ya hiyo mpango ya kando, kama una uwezo stili ule dada kuliko kufanya hivyo. So iko sawa kama unaridhika na moja. Hata Qur'ani imetuambia kama una uwezo ubaki na mmoja. Uwezo. Unajua uwezo ni wa mali. Unajua wanawake wawili usicheze nao. Saa hii kama hii Januari imeisha, watoto wanaenda shule, uko na wake wawili, kila mwanamke ako na watoto 8. Watoto 8 na huyu 8. Hao ni timu mzima, na uko na nini ya kuongeza? Kwa sababu ni watoto 16. Watoto 16, usicheze na nyumba yenye utakuwa nayo, tena chakula. Unajua watoto 16 ukiwa na vijana kama 9 hivi, vijana wanakula si mchezo. Wewe lazima uwe umejipanga. Wanakula kama wanahama. Sio hivi. Vijana wanakulanga kama wanahama. Sio hivi. Lazima uwe na mali ya kutosha. Sio kitu ati ya kujaribu, hapana. Na ndio unaona katika Uislamu, hata ukiwa wewe ni kijana na huna uwezo, huwezi kubaliwa kuoa. Lazima uwe na uwezo wa kulisha huyo mke ambao unaleta, huyo mwanamke unaleta. Sio ulete mwanamke alafu babako ndiye anamkulishia bibi yako. Hapana, katika Uislamu pia kama huna uwezo, huwezi oa. Lazima uwe na uwezo wewe mwenyewe kijana. Je, una kazi ambayo utalisha huyu dada unaleta? Kwa sababu ni majukumu yako kumlisha. Sio ati umwambie wewe toka nenda ukatafuta kibarua bana. Ulete jioni na mimi nitoke hivi nikatafute nilete, hapana. Wewe ukioa majukumu yote ni yako. Wewe mwanaume. Wewe ndio utalisha huyo msichana, wewe ndio utavalisha huyo msichana, na wewe ndio utalisha watoto mtakaowazaa. Ndio Uislamu iko mpangilio hivyo. Lakini nyie wa Kristo mnasema bibi aamke asubuhi ashike njia hivi, na wewe uamke ushike njia hivi, jioni mlete mgawane. Sio hivyo. Hakuna fungu inayosema hivyo. Ni nyinyi tu mmeamua. Maneno za watu. Asante sana. Haya, karibu. Una swali lingine? Ni sawa, sina swali lingine. Asante, karibu sana katika Uislamu. Qur'ani 3:102 Qur'ani. Mbona hivyo unakoma wapi? Sio kukoma. Yeye alikuwa anaogopa, anadhani akisilimu ataambiwa aoe wake wawili. Nimemweleza si lazima aoe. Nimemweleza ni hiari yake. Sasa hiyo ndio alikuwa anaogopa. Hapo tu. Ati ndio alikuwa anaogopa. Nikamwambia ni hiari yake, si lazima. Hata baki na mmoja. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nyinyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa mtu asikufe isipokuwa amekuwa Muislamu. Sasa wewe hujui utakufa lini, na mimi sijui nitakufa lini. Sasa inafaa uwe Muislamu. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Je, kuna kitabu inasema mtu awe Mkristo? Ima kwa Biblia ama kwa Qur'ani inasema kuweni wa Kristo? It is a choice. So ni kitu haiko kwa vitabu, lakini choice ya mtu. Lakini haiko katika vitabu. So nyinyi wa Kristo hakuna kitabu inawa direct imani yenu, nyinyi ndio mna direct kitabu imani yenu. No. If you believe in Christ, then you are a Christian. Is there any verse that says like that in the Bible? If you believe in Christ, you are Christian. Is there any verse? Tutolea andiko. You don't have. Ngoja. Fikiria basi, ukipata ulete. Haya, karibu brother. Naona ulikuwa unazungumza unaniambia sijui kifungu inasema nini. Tafuta tu, usiwe na wasiwasi. Karibu hapa. Na kapero yako nzuri. Haya, karibu. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Fred kawaida. Fred kawaida. Fred, una swali leo ama kinachokuzuia kabisa kuwa Muislamu nini? Manake mimi naona Fred unakuja kwa mkutano kila wakati, ni kama usajua ukweli lakini kuna kitu inakuzuia.
Hamna kitu inakuzuia. So uko tayari leo kutamka shahada ukawa Muislamu? Tuko katika mwezi wa Shaaban, tunaelekea Ramadhani, na Ramadhani tunafunga saumu, na tunafunga kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na tunafunga kwa ajili ya faida yetu, na kufunga ni kwa ajili ya tupate ucha Mungu zaidi. So tunakukaribisha tufunge na wewe Ramadhani hii. Bado mimi napenda mafunzo yenu, ndio maana huwa nakuja mapema kwa sababu ya mafunzo yenu. Mafunzo yenu iko sawa sisi. Na ukiyapenda unayafuata. Kwa sababu unapopenda kitu na ukifuati inakuwa muda nao unayoyoma. Manake kesho hatujui kama tutakuwa katika ardhi. Watu wangapi jana tulikuwa nao leo hawako. Leo wengine wako makaburini, wengine wako mochari. Hii dunia tunapita, usidanganywe na mtu. Kulikuwa vidume katika hii dunia, leo hawako. Tena walikuwa wakikohoa watu wananyamaza. Leo hawako. Walikuwa tena ni viongozi wengine. Leo hawako. Inakuwa ni kumbukumbu. So hata wewe ujue kuna siku hautakuwa, na mimi kuna siku sitakuwa. Kwa sababu hii dunia tunapita, uwe mwaina gani utapita hii dunia. So kinachokuwa bora kwako ni uwe katika Uislamu, kwa sababu ukiondoka kama wewe si Muislamu utapata hasara. Qur'ani 3:85. Muonyeshe huyu kaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini sio kwa Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Asante. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na yeyote atakayetafuta dini nyingine sio kwa ya Kiislamu, Mungu hataikubali. Sasa mbona wewe uende motoni bure ukiona na macho yako? Yaani mbona unachagua tu kwenda motoni na wewe unaona na macho yako hii njia inayofuata naenda motoni? Wakati njia iko wazi, Mungu anakuambia uwe Muislamu. Sasa sio ni ya Waislamu. Mimi nimewambia wenye sasa imani yenu. Ni watu wote ndio wanafaa kuwa Waislamu. Kwani imani ni ngapi dunia? Sasa mimi naamini Biblia, wewe unaamini Qur'an. So wewe unaamini Biblia? Ninaamini Biblia. Na Biblia inasema watu wawe dini gani? Mimi naamini kuwa Mkristo. Biblia inasema watu wawe dini gani? Si imani yako. Biblia inaambia watu imani wawe dini gani? Saisoma. Hujasoma Na wewe ni Mkristo. Na ulitoa wapi Ukristo kama Biblia ilisema? Sini dini nifunzo dini nikaamini kuwa Mkristo hivyo. Ni kweli ulifunzwa ukaamini. Ulifunzwa kutoka kitabu gani ukuwe dini yako Mkristo? Sasa mwalimu nikuulize. Uliza. Hao watu wenu mnawafunza wakiwa very young kuwa Waislamu. You cannot convince hiyo mtoto kuwa Mkristo. The same wenye walikuwa Wakristo wakiwa very young wakafunzwa Ukristo, tena pia ni ngumu kumbadilisha kuwa Muislamu. Watoto tunapowafunza kuwa Waislamu, tunawafunza kwa sababu Qur'ani inasema watu wawe Waislamu. Sasa wewe ulipofunzwa uwe Mkristo, kitabu gani ilikwambia uwe Mkristo? Kwa sababu wale watoto hatuwafunzi mambo yetu ya kichwa. Ndio nikakuuliza. Wewe umeniambia wewe ni dini yako ni Mkristo. Je, kuna verse yoyote ambayo inasema kuweni dini yenu wa Kristo? Kwa mfano, Qur'ani 2:138. Hebu sikiza vitu. Pole pole. Tupe vitu baba. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala usikonde. Pole pole. Naona huwezi konda. Sikiza habari. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. So kitabu ndio inasema kuweni na nyinyi Waislamu. Je, kuna sehemu pia Biblia inasema kuweni na nyinyi wa Kristo? Kwa sababu wewe ndio umeniambia mmefunzwa ukiwa mtoto mdogo na nikafurahi kama ulifunzwa. Itabidi tufanye research, tuanze kusoma kabisa, tuulize hata walimu wetu Biblia. So itabidi sasa ufanye research na uulize walimu kwa undani. So kumbe ulikuwa unafuata kitu ambacho huko umesoma. Ni mzuri sasa kufanya research. So sometimes you do research because you umeleta hii. So wewe ni innocent inheritor. Sijasema ni innocent, but I have to do some research, more research, nijue ukweli. Asante. Tofautishe hii na hii. Nasema uzive kama wewe si Muislamu. Na utafute wapi nasema usikufe kama wewe sio Mkristo. Sasa ndio mafunzo mzuri. Asante. Wewe nenda fanya research zako tena pole bila wasiwasi. Sawa na usiwe na usikonde. Fanya research zako. Tunakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Haya brother. Huyu nimemuita tena kakataa. Sasa tena kajiandaa tena karibia basi brother. Mimi wananiita Salim. Naitwa Bernard. Bernard, Muislamu Kristo? Kristo.
Bernard bado Mkristo? Ndio. Allah. Ehe. So, Injika maswali. nimesikia ukisema kuna uliuliza na hukupata jibu. Uliuliza ni verse gani na support mimi kuwa kama Mkristo. Hapana, sijauliza hivyo. Labda hukusikiza vizuri. Kaka, nimeuliza swali ndogo. Nikauliza wapi katika Biblia inasema mkuwe dini yenu wa Kristo, muwe dini yenu wa Kristo? Kwa sababu katika Uislamu tumeambiwa kuweni dini yenu wa Islamu. Sasa je, kuna mahali popote inasema kuweni dini yenu wa Kristo? Hiyo ndio tulikuwa tunatafuta in a humble way. Yohana wa pili, waraka wa pili wa Yohana ngapi? chapter 1. Chapter 1 verse 4. Verse 4. Yaani kisema tu kuweni dini yenu wa Kristo, usimame hapo. Yohana wa pili, second John 4 to 11. Haya, kuanzia 4 mpaka 11. Teremka kama charani, hizo ni verse 6 baba. Waraka wa pili wa Yohana. 1 kuanzia 4. 1 kuanzia 4 mpaka 11. Ndio. Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli, kama vile tulivyopokea amri kwa baba. Na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndio ile amri, kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba mwenende katika hiyo. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Jiangalieni nafsi zenu, msiapoteze mliowatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Mungu na mwana pia. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu, maana yeye ampaye salamu azishiriki zake mbovu. 12. Hapo umemaliza. Sasa umesikia Maandiko hakuna mahali nimeona kuweni dini yenu wa Kristo. Inasema watu washike mafunzo ya Kristo. Haijasema kuweni dini yenu wa Kristo. Hiyo ndio tulikuwa tunatafuta. Sasa mimi ni kama nimekuuliza nyanya, wewe unanijibu embe. Kwa sababu hii inazungumzia watu washike mafundisho ya Kristo. Na tukirudi kwa mafundisho ya Kristo, wewe unayakataa. Aje. 3:11 Luka. Usiende mbali, karibia hapa. Sasa wewe nilikuwa nataka unipe dini, hujanipa. Umenipeleka kwa mafunzo ya Kristo. Tukirudi kwa mafunzo ya Kristo. Mafunzo ya Kristo ndio hiyo iko kwa dini. Sasa dini gani? Sasa wapi nimesema tuwe wa Kristo ndio nilikuwa natafuta. Mafunzo ya Kristo yenyewe wewe pia utayakataa, lakini dini yenyewe tujaipata. Unakubali mafunzo ya Ukristo? Mimi sio ya Ukristo. Hakuna mahali tumeambiwa mafunzo ya Ukristo. Mafunzo ya Kristo. Mafunzo ya Kristo na yakubali kabisa kama Muislamu. Qur'ani 5:72. Wewe Muislamu anayakubali mafunzo ya Kristo, tunayakubali kivipi? 5:72 Qur'ani. Sikiza alitufunza kitu gani? Wewe sikiza habari Tupe vitu baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Wamekufuru wale waliosema Yesu ndio Mungu, ndio Yesu anatueleza. Sikiza habari. Na hali ya kuwa Masihi alisema. Na hali ya kuwa Masihi ambao ndio Isa ibn Maryam alisema, huyu Yesu alisema, mafunzo yake alisemaje? Enyi wana wa Israeli, muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu. Sisi tunaabudu Mungu ambaye ni Mungu wa Yesu na ndio Mungu wetu, Mungu mmoja. Kul huwallahu ahad. Ngoja turudi kwa Biblia, nikuonyeshe wewe unapinga Yesu kabisa. Hata mimi nataka kukupea verse moja usome. Kabla sijasoma nataka nikuonyeshe ya kupinga kwa sababu dini hujatupa. Luka 3:11, sikia Biblia inafunza aje. 3:11 akawajibu akiwaambia. Akajibu akawaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu,
na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Mafunzo ambayo tumeambiwa ni ya Kristo. Anatuambia nikiwa na kanzu mbili nikupe ngapi? Moja. Uko tayari kuvaa kama mimi? Uko tayari kuvaa kanzu? Mbona unaona haya? Tunaona haya. Ndio nauliza kwa sababu tumeambiwa mwenye kanzu mbili. Nikuelezee. Hiyo verse inamaanisha sio exactly hiyo kanzo. Kama uko na uwezo usaidie mwenye ana. So mwenye kuandika hakujielewa akasema kanzu, lakini wewe unaielewa haingemaanisha hivyo, lakini mwenye kuandika ndio nauliza tu ili so Biblia soma uchukue. Biblia inaletanga ni spiritual information. Kuna neno zingine utapata sio eti vile imeandikwa hivyo exactly. So Biblia ikisema Yesu ni mwana wa ngoja, nataka tuelewane. Ngoja nikwambie. Kama kuna mahali Yesu amesema alipoulizwa mambo ya Sabbath, aliambia hao Pharisees, kama punda yako imeingia ndani ya shimo, utaenda kwa kanisa uache hapo ama utafanya aje? Haikuwa inamaanisha sio lazima ungoje eti ni punda imeingia. Inaweza kuwa ni mambo ingine imekushika ya emergency, unaona? Asante. So na mimi nasema, so Biblia wakati inasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, haisemi hivyo. Haisemi ati ni mwana. Kwa hivyo hiyo ya punda ilikuwa ni punda. Ni punda. Kwani si amesema ni punda? Si walikuwa anatumia. Tulia hapa wewe. Kwani utasema ni ng'ombe? Unajua wewe kabisa, usiniambie mahali ambapo ndio nikakwambia wewe utaikataa. So hata ile umenitolea ya kusema watu wafuate mafunzo ya Yesu haimaanishi hivyo. Haikumaanisha hivyo. Kama uko na jambo lingine la dharura, utaachana nayo uende tu kanisani. Niseme hata uko na mgonjwa, utaacha mgonjwa hapo, ungoje punda ingie ndani ya shimo, ndio uende uitoe. Unaelewa? Mimi nakuelewa hivi. Hata andiko uliotutolea kusema tufuate mafunzo ya Yesu haimaanishi hivyo. Kwa sababu umeniambia Biblia venye inasomwa sio hivyo inamaanisha. Zote. Ni kadhaa. So kuna zile wewe umechoose, hii ndio itamaanisha hivi, hii ndio itamaanisha hivi. Biblia huwezi soma hivyo. So ikisema kwa mfano Yesu alienda, nijue sio kuenda, ni kuja, alikuja. Uwe na spiritual knowledge ya kuinterpret. Sasa wewe uko na spiritual knowledge. Wewe uko na spiritual knowledge. Mimi najua. Uko nayo, uko na spiritual knowledge. Mimi naelewa Biblia. Ndio nauliza kama unaelewa, uko na spiritual knowledge. Niko nayo. Uko na spiritual knowledge. So ngoja kidogo, karibia hapa. Na kila Mkristo ako na hiyo spiritual knowledge? Sijui. Au ni wewe peke yako? Ujui ama ni wewe peke yako? Sijui. Mko na mchungaji. So ni wewe tu na mchungaji ndio mko na spiritual knowledge ya kuelaborate venye mnataka. Ninajua yangu. Na hiyo spiritual knowledge ambayo uko nayo ni kitu imeingia kwako ama iko aje? Hebu ni mimi. Wewe mwenyewe ndio spiritual knowledge. Si ya kuzaliwa nayo, ni sio ya kuzaliwa nayo. Wacha hizo maswali. Unajua nyewe Wakristo saa zingine mnatuenjoy kwa sababu mnapoona ukweli mnabadilisha, mnasema ni kiroho, lakini inapokuja ingine mnaona hapa hapana, lazima. Hebu niulize hivi. Wakati wanasema toa ndugu, toa dada, ulicho nacho, wakati mnatoa sadaka, hamwezi toa spiritual katika spiritual, mbona mnatoa dhahiri, yani mnatoa sadaka ya kuonekana? Manoti. Kwa nini isiwe ni spiritual, ni mambo ya kiroho mnatoa? Wewe unauliza swali gani? Nauliza hivi, wakati mnaambia Wakristo watoe sadaka, kwa nini inakuwa ni kitu dhahiri, kitu inaonekana, sio spiritual? Wanatoanga 1000, wanatoa 500. Mbona hiyo ni kitu inaonekana, wakati Biblia inainterpretiwa kispiritual? Mbona wasitoe spiritually, wasitoe kitu inaonekana? Usione haya. Hiyo swali siwezi jibu. Ukimkana Yesu. Hii ya pesa huwezi jibu. Wewe unaonekana unataka kufungua kanisa yako ndio unaleta mambo ya kiroho. Una swali lingine? Mimi sasa muelewa, aliruka ile ya Yesu, alisema ati kanzu ni ya kiroho, sasa wewe na punda ni ya kiroho, lakini pesa ni ya kimwili. Yaani nyie kwani uendangi kanisa? Naendaga kanisa. Kanisa gani unaenda? Seventh Day Adventist Church. Unaenda SDA, Seventh Day Adventist Church. Na huko Seventh Day Adventist Church, kama huyu Mkristo venye ametuambia,
mnakuanga na roho kama huyu mchungaji? Roho gani? Amesema roho ati ana roho, yeye anaielewa Biblia. Yeye peke yake ndio anaielewa Biblia. Angalia huyu naye anakuchekelea. Unajua ni msabato huyu. Unajua hawa wananga hiyo mambo ya kiroho. Sasa anakushangaa wewe Mkristo gani wewe? Kwa sababu unaye ni msabato. Nyinyi wa sabato mna hiyo roho kama hawa. Roho toka. The name of unayo. Ndio huyu msabato tumsikie. Ni msabato unayo? Hizo ni drama. Anasema ni drama. Ni msabato ukumbuke, anasema hiyo mambo ya kiroho. Pokea, anasema ni drama. Hizo ni drama za kupokea. Hiyo ni drama za kupokea. So hawa Wakristo wa Jumapili. Ngoja kidogo. Wewe unaenda kanisa gani? Ngoja, wewe unaenda kanisa gani? Mimi Kenya nimeeleza hapa. Mimi naenda kwa Catholic Church. Huyu anaenda Catholic Church. Haya, huyu anaenda SDA. Sasa mimi nataka kidogo tu. Ngoja mwache kabisa. Mwache kabisa. Huyu ni Mkatoliki, huyu ni MSDA. Saa hii nyinyi wote ni Wakristo, si ndio? Asante. Mtu akitaka saa hii kuwa Mkristo, mtamuadvise aende SDA ama aende Catholic? Mali anataka. Kumbe Ukristo hauna formulation, ni kila mtu na akili yake venye anataka. Chenye naweza ambia mtu asome Biblia yake, atafuta kanisa ya ukweli. Kanisa ya ukweli ni gani? Ndio na ngoja kidogo, tulia kidogo. Nataka tuelewane hapa ili watu wasitupe mbao. Mtu akisoma kanisa ya kweli ni gani? Ni Katoliki ama ni SDA ama ni gani? Elezeni watu msifiche. Ni gani? Hebu tueleze wewe Msabato. Sabato. Huyu anasema kanisa ya Usabato ndio ya kweli. Maana yake Katoliki ya uongo. Wewe na unasema gani? Kanisa la ukweli ni yenye inafuata amri za Mungu. Sasa ndio nauliza, kati ya wewe Katoliki na huyu SDA ni gani ya Mungu inaofuata sheria ya Mungu? Sijui. Kumbe hata wewe mwenyewe hujui. Anaenda kanisa na hajui ni gani, na anahimiza watu wao wa Kristo, lakini yeye yenye anaenda anasema hata hana habari. Kwanza yeye anaenda Katoliki. Naam. Leo mmeniweka papana. Unaona hizo division unaongelea? Hata Paul aliongelea. Unajua kabla tuzaliwe. Wacha kuweka mic mbali. Nataka nikupate sauti. Hata Paul aliziongelea. Na alikataa. Alisema nyinyi mna. Paulo alienda gani? Jumamosi au Jumapili? Haikuandikwa. Sasa alisema nyinyi mnasema nyinyi wa fulani wa huko na sisi wote ni Wakristo. Unaona? So umbrella yetu ni Ukristo. Imani ngoja kidogo. Imani inafaa kuwa ngapi? Kwa sababu Wakatoliki imani yao na wa SDA imani yao ni tofauti. Imani ni moja. Maana yake kanisa inafaa kuwa ngapi? Inafaa ikuwe moja. Sasa hizi zingine zilitoka wapi? Kama kanisa inafaa kuwa moja, imani ni moja. Hizi zingine mlitoa wapi? Sasa hizo zingine tulizipata. Unaona kama Mkristo anacheka akirudi nyuma. Kwa sababu hao Wasabato ni sawa. Ine wa Efeso. Hebu tusaidie hiyo andiko. Ine wa Efeso. Ndio nasema hivi, itakuwa ni ngumu kuconvince. Unajua huyu Msabato anajiamini. Anasema kama wewe si Msabato usapotea. Afichi. Ndio huyo hapa hayuko Meru. Anasema wewe kama ni Mkristo na sio Msabato umepotea. Na hayuko Meru, yuko hapa. Ndio nakueleza hayuko Meru. Na ndio imani ya Wasabato hiyo, kama wewe sio Msabato anajua wewe umepotea. Wewe sio Mkristo. Unaona? Lakini wewe unajaribu kubembeleza. Ninawaelewa. Unawaelewa? Ine wa Efeso. Inasema kwenye kuandika mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kumbe imani inafaa kuwa ngapi? Moja. Na nilikujibu inafaa ikuwe moja. Sasa ni gani? Na wewe ni Mkatoliki, na imani ya Katoliki sio imani ya Wasabato, na imani ya Wasabato sio imani ya neno. So kwa Biblia hakuna mahali imeandikwa inafaa mkuwe wa Katoliki, inafaa mkuwe wa SDA, inafaa mkuwe wa Anglikani. Ni nyinyi tu mlioamua. Wewe ya Jumamosi na Jumapili mlijiwekea tu. Iko hivyo.
Oh, asante. Kaka amekubali. Anasema ni kitu tu kwa alitafuta. Si umesema ndio nauliza, hapo tueleze vizuri. Tueleze iko hivyo aje? Ni nyinyi mliweka Jumamosi na Jumapili au unajua kuna mahali imeandikwa kwa Biblia kanisa la ukweli ni hii. Hebu nieleze. Fungua usome. Ngoja tuulize kaka. Sasa kaka huyu kaka, tulia hapa, wewe karibia hapa. Leo usiende Mkatoliki. Mbona unasogea nyuma? Kaka huyu anasema Biblia haijasema kuna kanisa la kweli. Yaani wao walikaa tu wakajiamulia. Hapana, haija mention yani kanisa ni kani ya kweli. Hiyo church. Haija mention ndio amesema. Na nyinyi mlitoa wapi Sabato? Na huyu anasema hakuna kitu ili mention. Tunafuata nyayo za Kristo, juu Kristo mwenyewe alitunza Sabato. Commandments. Obey the Sabbath day. Yes, alitunza. Anasema wao wanatunza 7th day, maana yake nyinyi ni waasi sasa mliacha hiyo 7th day. Unajua usirushe mishale alafu ukapotea. Kwamba Yesu alikuwa msabato. Naam. Sasa huyu anasema hata Yesu ni msabato kulingana na yeye. Sasa nyinyi watu wa Jumapili mko kando. Hao hawana Yesu kabisa. Unajua unacheka. Unajua tunaelimishana. Unajua unacheka. Unaona? Tunafanya sote mnaongea najua kila kitu. Sasa unajua kila kitu na usitaki kutuambia ukweli uko wapi kaka? Tobo asili kaka. Pili wewe umesema ni Mkatoliki, si ndio? Ndio. Unaenda pale Katoliki. Ndio. Asante. Pale Katoliki mimi nilikuwa nikienda na kuna sanamu. Karibia hapa kwanza. Nataka tuwekane sawa leo. Najua leo nimewaita ndio tuweze kuwekana sawa na kuelimishana. Mbona bado mpaka leo kanisani ya Katoliki mnaweka sanamu? What happened? Hamtaki kutoa. What happened? Na ile sanamu zina represent nini? Na je, katika maandiko zinakubalika? Sasa umeniweka na maswali magumu. Sikia anasema nimemweka maswali magumu. Sijamweka maswali magumu. Unajua kwa nini? Ngoja kidogo, twende ni fair. Hawa wa Sabato hawajaweka sanamu kanisani. Kanisa yao hawajaweka. Mimi nataka kukuuliza kwa sababu hata mimi wakati nilikuwa kule Katoliki niliacha kuna hizo sanamu. Na wewe ndio uko on that position ya kutuelezea. Unaona, naweza kukupiga nyundo kumbe una namna ya kuelezea. Hizi sanamu mnaziweka zina represent nini? Na je, Biblia inakubali katika sehemu ya ibada muweke sanamu? Ufafanulie. Sawa. Ufafanulie. Ndakuelezea. Sasa hizo sanamu sio eti wana Katoliki wanaziabudu. Hizo sanamu unaziona. Ni kama ni kama tu image, ni kama kukumbusha mtu. Unaona? Usipate kikukumizi. Wewe tuelezee, tumenyamaza utuelezee. Na utueleze kama zinakubalika. Unajua we na hambo kusomeshana. Sasa wewe umetuambia umeziweka tu kama zikae. Kenye haikubaliki kwa Biblia. Kwa Biblia inasema do not worship the image, any graven image. Lakini kuziweka inakubali. Idol. Inakubali kuweka hizo idol Resembling the yenye na resemble ne binguni. Haina shida. Nauliza, ndani ya Biblia inaruhusu watu waweke sanamu katika sehemu za ibada, wawe wanaziabudu au hawasiabudu? Inaruhusu watu waweke sanamu? Tueleze. Hairuhusu. Sasa na mbona wewe unaenda kanisa ambayo inafanya kinyume na Biblia wakati umeniambia Biblia ndio mnafaa kufuata? Tulizipata. Kwani ukipata kitu na imepingwa na vitabu utaendelea kufuata tu kaka? Ndio unaona huyu msabato anakuchekelea kwa sababu anaona wewe ulete ndio unigonge. Sijakugonga, niko elimishana. Biblia kama imekataza, wewe unafaa kwenda kuambia ule anaitwa father, ondoa hizi misanamu. So nikuelezee kitu kidogo. Naeleza wewe usio na wasiwasi. Unaona hizo sanamu sababu zinawekwa. Unaona kitambo. Wakati religion ilikuwa inakuwa introduced, si ndio? Watu walikuwa wanasikia stories za Maria. Kwanza Afrika hawakuwa wanajua mambo ya Maria, mambo ya Yesu, hawakuwa wanajua. So walikuwa wanaletewa sanamu sasa kwa njia ya ishara kuwaonyesha ili wajue kulikuwa Maria. Ndio centralize spirit za watu, unaona? Lazima waone kitu wanaamini.
21 kutoka. Yaani ananiambia Wakristo wanaleteangwa sanamu ndio waamini ule ni Mariamu alikuwa ana exist. Kwa sababu hawako wanajua, si ndio huyo hapa. Si uko hapo na ni Mkatoliki. Sasa si nimempa time ajieleze. Na ndio ameeleza. Si ndio ameeleza, na ndio uko hapa yuko mbali. Ilikuwa eti wanaabudu, unaona? Walikuwa wanajaribu kuleta watu karibu. Asante. Sikiza 21 kutoka. Mbona unaondoka? 21 kutoka. Inasema mwalimu wangu. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu amekataza usijifanyie sanamu ya kuchonga. So the matter remain kuwa nyinyi mnafanya dhambi kwa sababu mnaenda against kitabu kufanya sanamu. Hiyo huwezi tetea. Mungu amesema usijifanyie sanamu ya kuchonga. So kuanzia leo zile sanamu nenda toa. Sio zangu. Sio zangu. Sio mali yako. Amesema sio mali yake. Karibu dada, unasemaje? Na wewe Msabato unakaa mbali na naona wewe ndio unabomoa vitu hapa. Ngoja kwanza, wanakuita nani? Mimi anaita Meshak. Meshak. Yeah. Meshak, wewe Muislamu Kristo? Mkristo. Mkristo. Swali gani unataka kuuliza? Nataka kuuliza kuhusiana na hiyo mada ya nimepata mkidiscuss kwamba Ukristo kwa nini dini ngapi, kama sasa huyu MSDA huyu ametoka hapa amesema ni Mcatholic. Sasa katika Uislamu pia Uislamu tunasikianga kuna Sunni Muslim, kuna Ismailia Muslim, kuna Shia Muslims. Si hata nyinyi mko na madhehebu tofauti katika Uislamu? Jibu hilo. Asante, usiende mbali. Si utulie hapa. Sasa ni kama umerusha mawe polisi alafu ukachomoka. Ismailia, Sunni, Shia na labda kuna hata zingine. Asante sana. Madhehebu ya Kiislamu bado yako. Asante sana. Yes. Swali yako tena nzuri sana. Yes. Sisi Waislamu dunia nzima, yes, tuko Waislamu ni moja kwa sababu kwa mfano watu Waislamu wote duniani wanaenda msikiti ya Maka, hija. Maisikia hija? Hakuna msikiti mwingine watu wanaenda hija, ni msikiti moja ya Maka ndio wanaenda hija. Ukiwa hapa Kenya, Muislamu anaingia msikiti yoyote ambayo anaipata. Lakini Mkristo akiwa hapa Kenya hawezi ingia kila kanisa anaipata, kwa sababu sheria za kila kanisa ni tofauti na zile zingine. Kwa mfano Katoliki sheria zake ni tofauti na watu wa SDA. Wa Sabato wanaenda Jumamosi, Katoliki wanaenda Jumapili. Lakini misikiti yote kila siku sala 5. Sasa hizi ambao unazungumzia kuna vitu vinaitwa firika. Ramadhani ni moja duniani. Hakuna ati utasikia hao watafunga. Lakini angalia Krismasi, hao wa Sabato hawasherekei Krismasi. Ama mnasherekea? Na ni wa Kristo. Lakini wa Jumapili wanasherekea. So ni tofauti sana. Total difference. Wacha nikuambie. Ndio nataka Okay, kwa sababu hapo umesema hivyo na mimi nitakwambia hivi. Tukiangalia for example tuangalie nchi kama Iran na Iraq. Tunapata watu wanaitwa the Sunni Muslims na Shia. Tunapata hawa Sunni wanapenda vita sana na wanataka kulipiza kizazi sana. Unasikia wale Waislamu wenye itikadi kali. Lakini ukienda upata wa Sunni unapata they are moderate Muslims. Kumaanisha bado hao Waislamu ingao unawatetea, imani yao bado si sawa sawa. Asante sana. Yes. Kulipiza kisasi. Venye umeleta kulipiza kisasi. Nasikia hata mwingine ana nini? Kulipiza kisasi inakubaliwa katika Uislamu. Yeah. Kulipiza kisasi inakubalika katika Uislamu. Na nipata vizuri ndio unaona hata dunia nzima wanafuata Qur'ani. Kwa nini? Saa hii huwezi piga Amerika wakuache watalipiza kisasi. Huwezi piga Russia wakuache watalipiza kisasi. Maana yake wafuata Qur'ani. Hata ukipigwa kibao saa hiyo. Saa hii mtu akuja kuwekelea kofi vizuri ati wewe uende ati umemwacha. Hapana.
lazima unini. Lakini ukisamehe unaambiwa ni bora 16 sio tunari, nipe 126. Pole pole nikimalizia nikimaliza hiyo. Sikiza pole pole, unajua tunafunzana hapa na lazima niwapeleke step by step. Na ndio unaona naachilia mtu aongee. Na utaniambia hii Shia Muslim na hii Sunni na hiyo Ismailia kama sasa kuna mtu anatoka anaitwa nini wa kutoka nafikiri ni India, sijui anaitwa nani, spiritual leader sijui anamuita nani? Aga Khan. Unapata sasa Aga Khan sijui ni Muislamu bado na kuna wale Waislamu ambao wanajiegemeza na upande wa kwake na ukienda huko India unapata kuna Waislamu wengine ambao sio wa that Aga Khan whatever. Kabisa, nitakuelezea na wala usikuwe na wasiwasi kwa sababu tumekuja hapa kukufunza. Kwanza katika Uislamu hizo ni firika watu wamejiwekea, haziko katika vitabu. Kitabu tumeambiwa tuwe Waislamu. Short and clear. Na yoyote atakayokota hiyo uchafu Mungu atamtupa na hiyo uchafu yake. Kwa sababu Mungu ametuambia tuwe Waislamu ni kitu kimoja. Tulia kwanza, nataka kulipiza kisasi. Umesema kitu kizuri. Umesema kitu. Kwa hivyo at least umeadmit. Kabisa. Wala sikatai. Uislamu kuna hizo madhehebu ambao watu wamejiwekea. Hiyo ni mtu amejiwekea. Na ikubaliki katika Uislamu. That's why unaona hawezi kuwa na msikiti wake. Tulia. Hawezi kuwa na msikiti wake ati watu wanaenda kuhiji. Hawezi kuwa na Ramadhani yake ati yeye atafunga Shaabani Ramadhani. Ramadhani ni moja duniani. Lazima kibla ni moja, tunaangalia Maka. Na lazima sala ni 5 kwa siku. Hakuna kitu atalete mpya katika Uislamu. Na Muislamu yoyote anaswalia msikiti maadamu kumeadhiniwa, ile msikiti iko karibu ndio unaingia. Na msikiti sio ya mtu na haina sheria ya mtu. Haya, na sisi wa Kristo amuoni hata sisi kuna mahali tunapatana kwa kitu kimoja. Kwa mfano wakati tuna celebrate kitu kinaitwa Pasaka wa Kristo wote kama huyu sasa wewe umesema ni MSDA. Hao wana celebrate Pasaka. Si mna celebrate Pasaka? Wa Mkristo yote hawa ni Mcatholic, hawa ni hapa wala wa Kristo mko hapa. Si Pasaka ziko kila mahali. Hapo tumeunganishwa sawa sawa kwa kucelebrate kifo cha Yesu na kufufuka kwake. Asante. Lakini wewe Mkristo wa Jumapili huwezi kwenda kusherekea katika Sabato, kanisa ya Sabato. Kwa sababu kwa Sabato wako na listi ya watu wao. Ngoja kwanza. Njoo hapa, si uko hapa? Njoo. Wewe ngoja tusidanganyane. Tubona tuandike na nini? Tulia. Na tulia wewe, ngoja kwanza. Watu wa Jumapili wanashiriki ibada katika SDA. Naam. Wanashiriki. Ngoja kwanza. Na watu wa Jumamosi wanashiriki ibada katika Jumapili. Hata wakishiriki hakuna. Ngojeni ajibu, msianze kujibu nyinyi wa nje. Si ni yeye yuko hapa Msabato. Nataka uongee na kamera ziko on, wachungaji wa Kisabato wanakuona. Je, wala sikustui, nataka useme ukweli. Je, Wasabato wanashiriki ibada katika Jumapili, kanisa za Jumapili? Hakuna. Usione haya, sio jibu. Ngojeni, si uko hapa. Sasa mnaogopa ajibu kwa nini? Sio tulia. Ni hawa nasikia wanaleta ni tunataka tujue sheria ya Sabato kama inamruhusu Msabato kushiriki ibada ya watu wa Jumapili. Inaruhusu? Si ujibu kaka. Hii mike mbona ifanye? Inaruhusu? Kama hakuna sheria. Na kama Wasabato hawana sheria useme hawana sheria. Je, Msabato anaruhusiwa kama hii Jumapili aende Katholiki ashiriki ibada ya Wakatholiki? Inaruhusiwa katika Usabato? Biblia haijakubali. Amesema ikubali. Sasa ndio wamesema, unajua msije mkaniuliza mimi. Tulia. Tulieni. Angalia wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacheni tupatane kesho. Na mimi